Mtazamaji, asante kwa kusalia nasi. Tunaendelea mbele zaidi ambapo tunaangazia katika upande wa habari za biashara. Wizara ya Kilimo imesema ushiriki wa vijana katika kilimo biashara ni muhimu katika kuongeza uzalishaji, ajira na ukuaji wa uchumi wa taifa, huku ikieleza kuwa vijana wanaunda 34% wa Tanzania, hivyo wanapaswa kupewa fursa zaidi za kushiriki katika sekta hiyo. Amani Mbando anatueleza. Kauli hiyo imetolewa jijini Dodoma na naibu katibu mkuu wa Wizara ya Kilimo anayesimamia umwagiliaji na zana za kilimo, Athumani Kilundumia, wakati akifungua kikao kazi cha kukusanya maoni ya vijana na mashirika yasiyo ya kiserikali kuhusu mpango wa dhamana na mikopo ya kilimo biashara unaoandaliwa kupitia mradi wa Jenga Kesho Iliyo Bora, yani BBT Project 1. Sekta hii ina changamoto ya kukosa mvuto kwa taasisi za fedha. Hali hii imepelekea kuwa na mikopo chini ya 8%. Kutokana na hali hiyo, serikali kupitia mradi wa BBT Project 1 imetenga fedha za Tanzania bilioni 91 kwa ajili ya mikopo na dhamana kwa ajili ya kuwawezesha kundi la vijana kufanya kilimo biashara. Kwa upande wao, baadhi ya vijana walioshiriki kikao hicho wametoa ushauri na mapendekezo kwa serikali, ikiwamo ya kukopeshwa vitendea kazi badala ya fedha, pamoja na kuwekewa kiwango kidogo cha riba ya mikopo inayowalenga. Tukiwakopesha vijana vifaa, ni rahisi vijana kuingia na mradi kuonekana kuliko kuwawekea fedha ya moja kwa moja ambayo inahusisha mahitaji mengi ya vijana, na hilo tunalifahamu. Wazo la kijana liwe dhamana. Angalieni wazo lake linapokuwa zuri, tumieni hiyo nafasi kumpa mkopo, kwa sababu atakwenda kuboresha na wazo lake. Itusaidie vijana, ukiacha kuwapa mikopo vikundi kwa vikundi, lakini pia kuna haja ya serikali kuangalia upande wa pili. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Haya, wafanyabiashara wa soko la Machinga jijini Dodoma wamelalamikia changamoto ya maji machafu yanayotoa harufu kali kwenye mitaro iliyozunguka soko hilo, hali inayokosesha wateja na kuhatarisha afya zao, ambapo wafanyabiashara hao wameomba serikali kuchukua hatua za makusudi ili kunusuru hali hiyo. Hata hivyo, uongozi wa soko hilo wamekiri kutambua changamoto hiyo na kubainisha jitihada walizochukua ili kunusuru hali hiyo. Huu mtaro kwa ujumla kwamba unatupa athari kubwa sana ya harufu. Hivyo hatutamani kuona hali hii ikiendelea. Kwa hiyo tumezichukua jitihada mbalimbali ambazo tumwandikia mkurugenzi barua ya kuomba gari la kuja kuzibua mitaro, na nashukuru ametujibu, na hivi karibuni, kama sio wiki hii, wiki inayokuja, mitaro yote itakuwa ni misafi. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndio inatamatisha upande wa habari za biashara na uchumi. Muda mfupi ujao tutakuja kujiunga na Esther Mtebe katika upande wa michezo na burudani, kija hapa kutupasha zaidi. Endelea kusalia nasi.